الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باركم حميدي الله سبحانه وتعالى أنكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم kama ilivyotangazwa tokea jana katika salatu al-Jum'a kwamba tutakuwa tuna darasa maalumu ambayo itaendeshwa kwa muda wa siku kadhaa ambazo kama wiki 2 mpaka 3. Darasa hiyo kwa hapa msikitini tutatolewa siku ya Jumamosi, Jumapili, Jumatatu baada salati al-asr, na Jumatano na Alhamisi baada salati dhuhuri. Darasa hii imelenga zaidi kutoa ilmu kwa vijana na Waislamu kwa ujumla kuhusu kundi la Shia. Na kitabu hiki tunachokisoma ambacho tutasoma sehemu ya kitabu Maqalatul Firaq, tutasoma sehemu ya kitabu. Kwa hizi siku ambazo tutakuwa pamoja tutagusia zaidi upande wa utangulizi ambao Sheikh ameuweka kuhusu makundi. Lakini kabla darasa yetu haijaanza, kuna baadhi ya mambo nitatanguliza kuyazungumza kwa ufupi, ikiwa ni sehemu ya utangulizi wa kitabu chetu. Darasa hii tuna washauri Waislamu, mmoja una uwezo wa kusoma au hauna uwezo wa kusoma, ni vizuri ukasikiliza. Ukikaa ukisikiliza tu utapata faida na utaelewa. Si darasa ngumu kama vile darasa ya nahwu au darasa ya balagha au kama vile darasa ya usulul fiqh, mustalahul hadith. Ili uelewe unahitaji kuwa na uwezo fulani wa kielimu huko nyuma. Haya ni maelezo unapewa kuhusu baadhi ya masala katika dini ambayo ukielewa itakusaidia sana katika maisha yako. Na huu utangulizi tutakaosoma sisi huu unahusiana na makundi. Sisi Waislamu tunakubaliana ya kwamba hatuko pamoja, tupo katika makundi tofauti, na kila kundi moja linaona au linajiona kwamba lipo katika usawa kuliko kundi lingine. Hili jambo lipo na litaendelea kuwepo, wala hakuna mtu hata mmoja ana uwezo kuliondoa, si serikali wala si shirika wala si mtu binafsi. Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameshalikadiria kwamba lipo na litakuwepo, isipokuwa sisi
hatutakiwi kuacha kulizungumza na kulitolea tahadhari. Mfano wake ni kama vile pombe na kamari pamoja na zina, shirki na bid'a. Hata uzungumze vipi, hauwezi kuondoa ushirikina ukaisha koti ikawa Waislamu wote duniani ni watu wa tauhid. Hii kitu haiwezekani. Lakini tutaendelea kukataza ushirikina na kukemea bid'a na kukemea mambo maovu, ili kuweza kuwatahadharisha watu na kuwafahamisha watu njia iliyokuwa sahihi ni ipi. Kwa ni muhimu kusikiliza somo hili la firaq ili uweze kufahamu na kupata maarifa katika upande wa masala ya makundi. Jambo la mwisho katika darasa zetu, mimi mara nyingi katika usomeshaji wangu huwa nina tabia sana ya kuuliza maswali, na watu wengi huwa hawapendi kuulizwa maswali. Mimi nina tabia kuuliza maswali mara kwa mara sana. Kwa hiyo huwa ninapenda kutanguliza hili jambo kwamba leo tunasoma, kesho tukija hapa nitauliza maswali kwa hiki ambacho tumekisoma. Na katika uulizaji mimi huwa sizingatii aliyekuwepo darasani na ambaye hakuwepo. Wewe umekaa kule nyuma, mwisho kabisa umekaa kule, ndio nikakuuliza wewe sasa. Tena wale watu wanaopenda kukaa pembeni hawa ndio huwa ninapenda kuwauliza mimi. Sizungumzi hivyo sasa mtoke huko nyuma msogee huku mbele. Kaeni huko. Sikilizeni, lakini kije nitakuuliza, wewe hili jambo likoje? Kuonyesha kwamba wewe unatakiwa hilo jambo ulijue. Mmoja umekaa darasani wala hukukaa darasani. Kwa mimi ninapenda kuuliza, kwa hiyo usije ukakasirika utakapokuwa umeulizwa kitu fulani ukakasirika. Wala usikimbie baada ya kusikia kwamba tutauliza maswali kesho hapa ukakimbia, haukuja tena darasani. Usikimbie, wewe kaa darasani usome. Tumeelewana? Tayeb.